Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Navyotoa sifa za ukweli katika kitu chochote nitachoeleza ukweli. Nilizungumza kuhusu mazungumzo. Mazungumzo yamemalizika katika hii raundi. Waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi ameshapeperuka na ndege na amerejea Tehran. Steve Witkoff Jared na bosi wa CENTCOM alikuwepo pale. Unajua mchana vile Marekani walipeleka wawakilishi wawili wa kisiasa, au unaweza kusema Steve Witkoff na Jared, lakini wakampeleka mtu wa masuala ya kijeshi CENTCOM, bosi wao akashiriki kwenye mazungumzo. Iran wakatoa taarifa, wanasema kuwa Marekani wanadhani kushirikisha kwenye mazungumzo watu kutoka upande wa kijeshi labda watatupa tishio sisi na sisi kukubaliana na masharti yao, basi wanachelewa sana. Hatuwezi kukubaliana kwenye hilo. Nilisema mazungumzo yangu ya mchana kuwa ili uweze kutimiza ni lazima upunguze matarajio. Ni vigumu sana kutatua mzozo huu kwa matarajio yaliyopo kwa pande zote mbili. Ndio maana wanamaliza mkutano, hakuna majibu halisi ya nini kilizungumzwa. Hivi sasa tumekaa tunang'aza macho na masikio, tunaangalia, tumeweka notification on. Tunajua tu taarifa itatokea kwenye Truth Social. Taarifa itatoka kwenye mtandao wa Truth Social, kwa sababu sitegemei hata Kevin Levitt yule msemaji wa White House, yule mwanamama atazungumza hili, kwa sababu Trump ni one man show. Anapenda kuonekana, kusifika, au yeye kuongea. Ima atazungumza na vyombo vya habari Donald Trump, au atatupostia kupitia Truth Social kile ambacho kimezungumzwa na kile ambacho hakikuendelea, kwa sababu hakuna vyombo vinavyotupa taarifa halisi. Wamefikia wapi? Wanachosema tu kuwa wamejadili, Irani wamewasilisha ya kwao, Marekani amewasilisha ya kwao. Kwa hiyo Marekani anataka kuongeza zaidi mazungumzo, au Irani anasema kuwa huenda labda yakawepo mazungumzo mengine kutoka, tunaweza tukapanga. Haiko wazi haya yanaendelea lini na wakati gani. Jinsi mizozo ilivyo duniani, mizozo ni kitu ambacho kiko wazi sana. Halafu mara kadhaa huwa napenda kuambia, ukishughulika na mambo mengi ya dunia, au kama unapenda kufuatilia hivi vitu, ukaondoa kile kitu kinaitwa hisia, mapenzi, ukawa unayaona mambo yote kwa jicho tu la haki. Yani wewe katika kila unachokizungumza simama kwenye haki, sheria na usawa. Utazungumza hata miaka 20 na watu hawatachoka kukusikiliza. Hata miaka 100 kama Mungu kakujalia kuzungumza, utazungumza. Hautowakera watu. Simama kwenye haki, sheria, haki na usawa wa watu ulivyo, bila kuegemea upande wowote. Hata kama utajikuta kuwa wewe unatetea hoja fulani, basi kama unatetea upande fulani, basi hakikisha ule upande unaotetea kuna hoja zilizo za wazi za kisheria ambazo zinaeleweka. Kwa hiyo ukitaka kutetea, unatetea kwa hoja, unaweka hoja, unasema kwa nini nimemtetea huyu, kwa sababu sheria fulani iliyotungwa wakati fulani inazungumzia hili swala hivi na hivi. Hata uzungumze kipindi gani, hauwezi kuishiwa vya kuzungumza na watu watakusikiliza. Usiweke hisia. Nilizungumza kuanzia awali kuwa haya ni moja ya mazungumzo magumu zaidi. Yani kuna mazungumzo na katika mizozo. Unajua mizozo ya sasa iliyopo duniani ni mizozo ambayo haitupi majibu. Zamani niliwaambia naamini kuhusu meza ya mazungumzo, and still naamini kuwa migogoro mingi, hata mkiparurana vipi, mkikaa kwenye meza mnapata kitu halisi. Lakini kuna migogoro lazima ianzie nje alafu ije kwenye meza. Maona, ikiwemo huu mgogoro. Lakini matarajio ya kile tunachokizungumza, mfano nitawaambia. Niliwaambia mgogoro wa Urusi na Ukraine, nilisema ni mgogoro mgumu sana kumalizika. Mgumu sana. Kwa sababu ya nini? Matarajio. Lakini ulikuwa unaweza kumalizika kwa sababu kuna mmoja ana nguvu anaweza kushinikiza. Marekani anaweza akashinikiza Ukraine na akafanya vyote. Ulaya wala wasifanye lolote. Ukraine kupoteza ardhi yake, Ukraine kufanya nini, yote Marekani anaweza kanani. Mgogoro mgumu kabisa wa kutatua kwa hivi sasa ni vita vilivyopo Sudan
na haya mazungumzo ya Iran. Haya mazungumzo ya Iran ni magumu sana. Na ugumu wake unakuja vipi? Ugumu wake, crew ya Donald Trump yenyewe imeubeba uzayuni. Yani Witkoff ni mzayuni, Jared ndio mzayuni au kupiga na mstari kabisa. Yani Jared yule mko wa Trump, yeye ndio mzayuni, ndio aliyeleta, ndio alioandika ule mkataba unaitwa Abraham Accord. Yeye ndio anaofadhili ile settlement zote, yani ule ujenzi wa makazi ya walowezi pale ukingo wa magharibi yote. Yeye ndio ana plani mpya ya ujenzi wa Gaza baada, na kampuni zake huenda ndio zikaochukua tenda ya kuijenga Gaza baada. Kwa hiyo huyu ni mzayuni pure. Steve Witkoff mlimuona katika mazungumzo alivyokuwa anachezesha. Mnaona double standard yake ilivyokuwa kule Gaza. Huyu ni mzayuni pure. Sasa shida iliyopo kwenye haya mazungumzo ni kuwa Trump mzayuni, Witkoff mzayuni, Jared mzayuni, crew zima hili ambalo linasimamia upande wa Trump, wote ni wazayuni. Bora wangekuwa Wayahudi. Hawa ni wazayuni. Kwa hiyo hawa wanatembea kwenye njia ya serikali ya Israeli. Ukimchukua Marco Rubio, waziri wa kigeni, mzayuni. Ukimchukua JD Vance, tayari kauvaa uzayuni. Kwa hiyo totally serikali ya Marekani yote ni right wing. Serikali yote ya Marekani right wing. Trump na washirika wake wote ni wazayuni. Sasa kama hawa wote ni wazayuni, matarajio ya wazayuni yanaeleweka. Yangekuwa matarajio ya Wayahudi, ingekuwa rahisi. Barack Obama alikuwa tofauti na washirika wake walikuwa tofauti. Ndio maana waliweza kufika makubaliano. Kwa Trump kufika makubaliano ni kazi, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho unasema kuwa tunapunguza matarajio, lakini hatuwezi kupeleka 100%. Tunapunguza matarajio. Matarajio ya Marekani nini? Nuclear, makombora, kusaidia proxy. Lazima upunguze matarajio. Rudi kwenye nini hasa ambacho kinachozungumzwa. Tunazungumza kuhusu nuclear. Hayo mengine yache. Sasa kwa Irani, mimi naweza nikawa upande wa Irani kwa kuwatetea kwenye hoja yao ya makombora. Naweza nikasimama kwa kuwatetea kuwa hii ni haki, kwa sababu huu ni ulinzi wa kwao. Juzi Marekani imeidhinisha uuzaji wa silaha kwa Israel zaidi ya bilioni 6. Lakini nyuma kidogo Trump kaidhinisha, katika kipindi cha mwaka mmoja Trump ameidhinisha uuzaji wa silaha kwa Israel more than 5 times. Zaidi ya mara 5, ni ya mabilioni, tena silaha kali Marekani inaidhinisha kwa Israeli. Sasa kwa nini wakati tunaidhinisha kwa Israeli, kwa nini tuondoe ulinzi wa Iran? Kwa nini tuondoe ulinzi wa Iran? Kama Israeli hana lengo la kuja kuwashambulia Irani, ana wasiwasi upi na uwezo wa Irani? Ni kama kile anachokifanya Urusi kwa Ukraini. Urusi anasema sitokuja kuivamia Ukraini, hata nikichukua Donbas inaishia hapo, lakini anatoa sharti, sitaki jeshi kubwa la Ukraini, sitaki Ukraini wawe na uwezo mkubwa, sitaki vikosi vya kimataifa vije kulinda hapa. Lengo ni nini? Yani unataka kufanya nini baadaye? Yani unataka iweje? Maana yake kuwa kile unachotuambia hakiakisi tabia ya jicho la mbele, kuwa unachotuambia we sio halisi. Kwa nini uongeze uwezo wako wa kushambulia halafu utake jirani yako asiwe na uwezo wa kujilinda? Unataka kufanya nini? Kwa sababu tukichukulia mfano tuseme kuwa serikali ya Iran au tuseme IRGC toka wameingia madarakani 1979 just to 2026, IRGC wako madarakani, yani miaka kama 45. IRGC hawajawahi kurusha jiwe Israeli before Israeli kuwarushia. Hawajawahi kwenda kurusha jiwe ndani ya Israeli. Israeli ndio alioanza. Israeli ndio alioanza kuwashambulia, wakajibu wao. Sasa ukirudi kwenye ile nadharia tu kuwa hawa si wachokozi, hawajawahi kumshambulia jirani yao yoyote zaidi ya Iraki alianzisha vita na wao kwa kufadhiliwa na magharibi. Lakini mbona wana majirani wengi wamepakana nao? Mbona hawana ugomvi? Na hao majirani pia wana nguvu, kwa sababu ukisema number of military, yani kwa ukubwa wa majeshi ya Mashariki ya Kati, unamchukua Uturuki, unamchukua Iran, majeshi makubwa kabisa Mashariki ya Kati. Mbona wanashare mpaka? Mbona wanashare mpaka na hawana ugomvi? Wanashare mpaka na hawana ugomvi. Kwa nini iwe Israeli ambaye yeye hashei kabisa mpaka wowote na Irani na wao ina ugomvi? Kama ugomvi, nani mchokozi anayemfuata mwenzake? Nani anaanza kumshambulia mwenzake? Jibu unalipata hapo kuwa. Kwa hiyo Irani naweza nikawatetea kwa hoja ya kuwa swala la makombora ni swala la ulinzi.
Hauwezi kusema kuwa eti ulinzi wa fulani ni hatari kwa usalama wa mwingine ambaye yeye unamuongezea ulinzi. Haiwezekani hilo, kwa sababu hilo wamelifanya sana kwa hizi nchi za Kiarabu, kama hazina uwezo wowote pale. Anga zao zinapitika kama uchochoro. Israeli anatembea anga zote, Syria, Jordan, Lebanon, Sudan, anapita, anakwenda anavyotaka, anashambulia anavyojisikia. Ndio lengo linalotafutwa la kuifanya Irani kuwa hivyo, kuwa anaweza akatembea eneo lote akijisikia. Kwa sababu niliwaambia akimalizika Irani anakwenda Uturuki. Yani hilo liko wazi. Baada ya Irani ni Uturuki. Hawezi kuingia Pakistani kwa sababu Pakistani wanamiliki nyuklia. Itakuwa balaa. Lakini kitafata ni Uturuki. Ndio atayefuatwa baada ya hili. Sasa mazungumzo yamemalizika bila majibu. Yanamalizika mazungumzo, Marekani inaenda kutia vikwazo baadhi ya meli na wafanyabiashara wa Irani. Kwa hiyo linakupa jibu kabisa, hapakuwepo na mazungumzo yoyote yenye tija. Jibu ndio hilo, kuwa hapakuwa na mazungumzo yoyote yenye tija. Ndio maana imepelekea baada ya mazungumzo tu Marekani anaenda kuweka vikwazo kwa meli na nini za Iran na wafanyabiashara wa Irani. Anaenda kuwekea vikwazo. Maana yake hakuna mazungumzo. Nimesema matarajio lazima yapungue katika kutatua mzozo. Matarajio ni lazima myapunguze ili muweze kwenda kutatua matatizo. Pale jirani zetu hawa Sudan, ukiwatazama kwenye mgogoro wao, halafu ukitazama kile wanachotaka kwenda kufikia mwafaka, mimi nimewaambia kuwa kama Sudani wanatafuta wamalize mzozo kwa kupitia meza, basi ni Sudani itagawika. Yani ni lazima Sudani ipasuke ili vita ishe. Vita iishe, watumie vyovyote, kura ifanyike, wale waliopo, kwa sababu eneo lote la Darfur ile unajua ni magharibi mwa Sudani, liko chini ya RSF. Halafu mikoa iliyobaki mingine yote iko chini ya SAF, jeshi la Sudani. Tayari Sudani ilishagawika kwenda kusini. Inakuja kugawika kwa mara nyingine tena, kwa sababu Dagalo hakubali kuongozwa na Burhan, na Burhani hakubali kuongozwa na Daglo. Hawa wote uwezo wa kijeshi karibu unalingana, na kila mmoja anampigia hesabu mwenzake kuwa mimi kuna siku huyu nitakuja kumuondoa. Hata wapigane miaka mingapi, hii vita haiishi. Kwa hiyo njia pekee ya kumaliza mzozo wa Sudani ni wale watu kukaa mezani na kukubaliana kuwa hii nchi itagawika. Hii nchi lazima igawanywe. Vinginevyo hata miaka 10 watapigana, hawawezi kumaliza ule mzozo. Punguza matarajio katika kile unachokitaka. Angalia Ukraine kwenye mzozo wao na Urusi, wamepunguza matarajio yao mengi, kwa sababu kiuhalisia Ukraine kweli wanaitaka amani. Kweli hawataki vita na Urusi. Ni kweli wameisha choka, vita imewachosha. Vita imesha waumiza, vita imesha watia hasara ya kutosha. Ukraine hawawezi tena hii vita. Wamepunguza matarajio mengi sana. Ndio maana Ukraine waliosema kuwa hatutokubali kuachia ardhi yetu, Donbas itabaki kuwa yetu, tayari Zelensky alishalegea kwenye huo msimamo na kukubali kuachia. Ukraine walishakubali kuwa tunataka tu dhamana ya usalama ili tuhakikishiwe kuwa Urusi hawezi kuja kutushambulia tena. Baada ya hapa hawezi kuja kutushambulia tena. Ukraine nafasi yao ya NATO ambayo ipo kwa mujibu wa katiba ya mabadiliko ya katiba mwaka 2019 walivyofanya mabadiliko ya kuelekea NATO, maana yake kuwa swala la NATO linazungumzwa kwenye katiba ya Ukraine. Walishaondoa hayo matarajio. Wamebaki na tumaini moja tu la kuwa angalau waungwe, labda wawe EU. Kwa hiyo Ukraine walishaondoa matarajio, Urusi hajaondoa matarajio. Vigumu kumaliza mzozo, kuwa anataka alichokiandika kiwe hivyo hivyo. Anataka 100% ya kile alichokiandika akipate vile vile. Hauwezi kupata mwafaka. Irani, Amerika, kila mmoja anapaswa aondoe matarajio. Irani tayari wamepunguza mahitaji yao. Nilisema kuhusu nyuklia wamekubali kujadili. Hata urutubishaji wamekubali kuwa tutarutubisha kwa kiwango gani. Mzozo mkubwa uliopo kuwa uwezo wa makombora, Irani wanasema hatutojadili hili. Kwani lazima Marekani ajadili makombora? Kwa sababu ni usalama wangu mimi. Huu ni usalama wangu mimi. Sasa katika mazungumzo yaliendelea Muscat, Irani kwanza wanataka dhamana ya kimataifa, dhamana ambayo itawahusu pia washiriki wa kikanda, dhamana ya kuwa vikwazo vikiondolewa katika baada ya makubaliano, vikwazo vikiondolewa, basi hakuna njia ya kurejesha vikwazo.
Irani wakati Trump anarudi hii mara ya pili anawanganiza wakae kwenye meza, Irani walikataa kukaa kwenye meza. Hata alivyoandika barua Donald Trump kumwandikia Khamenei, walikataa kukaa kwenye meza. Marekani akaweka shinikizo. Kile walichokisema ni kuwa hivi, tunataka maelezo ya kutosha, watuambie kilichoiondoa Marekani kwenye makubaliano ya 2015 ambapo Donald Trump mwaka 2018 alivyoingia akaitoa Marekani kwenye JCPOA na Marekani akarejesha vikwazo. Watuambie. Sasa wanasema Irani, tunataka makubaliano ambayo yafungwe na mikataba ya kisheria ambayo yatasimamiwa na watu wengine, ili atakayevunja haya makubaliano yasiende kuakisi kwa wengine. Sasa Marekani anajiondoa kwenye makubaliano, anarudisha vikwazo kwa Irani. Vile vikwazo vinakopiwa na washirika wa Marekani wote duniani, wanamwajibisha Irani kwenye vikwazo ambavyo Marekani hajatoa sababu za msingi za kuvunja makubaliano na kuamua kujitoa katika makubaliano ambayo leo anayataka kwa nguvu kuwa Irani arudi kwenye makubaliano. Moja ya kitu hicho kinazungumza hivyo. Lakini wakati mazungumzo yanaendelea kule Muscat, taarifa zilizokuwa zinaendelea ndani ya Israeli ilikuwa ni vurugu. Israeli ilikuwa imekerwa sana kuonekana kuwa taarifa zinazotoka White House zinaonyesha kama kuwa Trump anataka kuendelea na mazungumzo. Yani Trump anataka diplomasia ifanye kazi. Yani Trump anataka suluhu la kidiplomasia, kitu ambacho ndani ya Israeli sio chaguo lao. Kwa hiyo ndani ya vyombo vya habari vya Israeli vikaanza kuripoti, inasema kuwa huenda Israeli wataamua kufanya mashambulizi wenyewe bila Marekani. Nimesha lijibu mara kadhaa hili kuwa hiyo inaweza ikawa ni hadithi. Hiyo inaweza ikawa ni hadithi. Lakini fahamu kitu kimoja. Hata haya mazungumzo kuvutwa hivi kwa Irani, bado Irani wanatakiwa wawe na tahadhari kubwa kwenye haya, kuwa bado Trump anaweza kutumia haya mazungumzo kama yale mazungumzo yaliyopita kutaka kuwa trap, kuwawekea mtego Irani kuingia na kujaa na waweze kugundua wapi pointi zao zinapoweza kuvujia, au tunaweza tukawashika wapi. Unajua, ukiwa unafanya biashara na mtu, bana tukutane tujadili. Yani wakati unakutana naye mnazungumza kitu fulani nauza kiasi fulani. Yani wakati mnakutana mnaanza kujadili kile kitu, inatosha yale mazungumzo yenu ya mjadala ukaanza kujua hapa biashara ipo au haipo. Huyu ataniuzia mpaka bei kadhaa. Yani utajua tu huyu amejipanga kwa lipi. Yani katika kile ambacho atakizungumza. Lakini baada ya pale anaweza akakupa price. Bana bei yangu ni kiasi fulani. Mkisha kutana mkazungumza. Kwa hiyo hata haya mazungumzo sio ya kuyaamini sana, kwa sababu bado pia hata baadhi ya vyombo vya habari vya ndani vya Israel vinaandika kuwa mpangilio wa kujiandaa na mashambulizi haujakamilika vizuri kati ya Marekani. Nakumbuka ile wiki iliyopita niliwaambia Marekani anasema kuwa itatuchukua wiki 2 kukamilisha kabisa kupanga mifumo yetu iwe salama na iwe safe kuanzisha mashambulizi. Kuwa maana yake kuwa inaonyesha bado Marekani hajakaa kwenye mstari ambao anaweza kusema kuwa sasa tunaweza tukaanzisha vita na tukaanzisha mashambulizi na tukawa tuko salama na tukaendeleza ile vita. Kwa hiyo inawezekana kuwa hata haya mazungumzo ni sehemu ya hadaa au propaganda ya Marekani, kuwa nini kitakuja hapo baadaye hatujui. Mara zote napenda kusema kuwa muda ndio mwalimu bora sana katika walimu, ambaye anaweza kutupa kitu halisi kabisa. Muda ni tofauti na kitu kingine chochote. Muda ndio huwa unatoa majibu halisi. Kwa hiyo haya ya Irani na Marekani ambayo yameshindwa kutupa jibu la moja, kwa sababu mkiniuliza Rahbi umeongea nini, ndio hichi nilichokiongea. Hakuna majibu halisi yanayotolewa kwa pande zote. Nini kilichozungumzwa kwenye mazungumzo? Irani na vyombo vya habari na kauli ya Araghchi kuwa tumezungumza na was indirect talk, yani kuwa mazungumzo ni ya vile vile kama nilivyosema, tofauti na vyombo vya habari vya magharibi vilisema kuwa yatakuwa mazungumzo ya moja kwa moja. Irani wamekataa mazungumzo ya moja kwa moja, wamefanya mazungumzo kwa kupitia waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri al-Busaidi, ndio alikuwa akiwakilisha upande huu na kurudi upande huu, anazungumza nao, anawakilisha huku na huku, kwa hayakuwa mazungumzo ya moja kwa moja. Sasa nimekuwa nikijaribu kutafuta taarifa hasa za kutoka Oman. Unajua, anapokuwa msimamizi wa mazungumzo, ye anapaswa atoe taarifa. Unaona mazungumzo yaliokuwa yakiendelea kule kati ya Israeli na Hamas na wengine kule, tulikuwa tukiona msemaji wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majid al-Ansari,
mara kadhaa alikuwa akizungumza na vyombo vya habari na kujibu maswali na kutupa maelezo kuwa nini ambacho kimezungumzwa na kimefikiwa kipi. Kwa hiyo nimekuwa nikijaribu kutafuta taarifa za Oman ili watupe mwelekeo kuwa je, mazungumzo yamefika kiwango gani. Lakini taarifa za upande mmoja bado tunapata taarifa za upande wa Irani ambao wao pia hawataki kusema moja kwa moja kuwa wamezungumza nini, wameafikiana nini. Je, makombora hamna tena? Je, vita hakuna tena? Je, kipi walichoafikiana? Lakini wakati huo msisahau kuwa mzozo huu ni mtego wa kisiasa kwa wengine. Kama nilivyowaambia, ni mtego wa kisiasa kwa Donald Trump, ni mtego wa kisiasa kwa Benjamin Netanyahu. Sasa kuna upande, ili uweze kuwini hiyo game ya siasa ni lazima vita ipigwe, na kuna upande, ili uweze kuwini hiyo game ya kisiasa makubaliano yawe bora na yaonyeshe ubora na yathibiti